Ni matangazo ya jioni kutoka Auba Swahili. Msikilizaji, tunakufikia mubashara kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram na YouTube. Hakikisha unatufuatilia kupata taarifa za matukio na chambuzi mbalimbali kutoka kwa wachambuzi waliobobea. Na aliyeshika usukani ni mimi Nesta Masangula. Fuatana nami kwanza tufahamu machache kati ya mengi yaliyopo mezani kwetu. Lakini nafikiri tukijikita kwenye miundombinu pekee hatutafika mbali kwa sababu kuna vita. Rais Yoweri Museveni atoa kauli nzito, asema adui wa maendeleo ya Afrika si ukosefu wa fedha bali ni itikadi potofu na migogoro isiyokwisha. If there are some of us who are not documented, let the government do their job. Jiji la Durban lashindwa kupumua. Biashara za simama kwa siku 4 kufuatia mvutano kati ya wenyeji na raia wa kigeni. Hata sehemu unaoniambia inataka kupelekwa South Africa, sidhani kama President Mosepe anaweza kukubali hiyo, kwa sababu hii ya kuleta finali za AFCON Afrika Mashariki ni legacy project kwake. Safari ya AFCON 2027, suala la ubora wa miundombinu ya barabara na viwanja katika nchi waandaaji laendelea kuibua mijadala mizito. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello is looking for Jutsa Mugabe in space. Jutsa Mugabe looking for the one chance, and yes, it's a goal! Bila shaka hujambo msikilizaji wetu wa Auba Swahili. Karibu sana katika matangazo yetu, na kubwa zaidi katika eneo la michezo kuweza kutazama taarifa mbalimbali za michezo ambazo zimejiri kote ulimwenguni. Mimi ni Evidence Fata, unaponisikia kupitia kituo chako bora kabisa cha matangazo Auba Swahili. Miongoni mwa yale ambayo tunayo ni pamoja na serikali ya Tanzania imeeleza kwamba 78% zimefikiwa katika ujenzi wa uwanja wa AFCON unaojengwa mjini Arusha, lakini kule visiwani Zanzibar katika eneo la Fumba 60% zimefikiwa pia kwa ajili ya maboresho ambayo yanaendelea pale visiwani Zanzibar. Tunayo taarifa ya katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Afrika, tutaweza kuisikia, lakini bila kusahau tutatazama ligi mbalimbali kule barani Ulaya, bila kusahau ligi nyinginezo ambazo zinaendelea ulimwenguni. Na msikilizaji, hayo ni machache tu kati ya mengi tuliyokuandalia, na baada ya muktasari tuungane na mwanahabari wetu Vumilia Kondo kwa taarifa ya habari akiwa studio. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Msomaji ni Vumilia Kondo. Addis Ababa. Mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa umekuwa mwenyeji wa mkutano wa kwanza wa kilele wa wajasiriamali kutoka China na Afrika uliofanyika katika makao makuu ya Umoja wa Afrika. Mkutano huo uliobeba kauli mbiu ya kukuza ushirikiano kwa vitendo na kuanza safari mpya ya maendeleo umewakutanisha viongozi waandamizi, wanadiplomasia na wawakilishi wa jumuiya ya kibiashara kutoka pande zote mbili. Rais wa Ethiopia Taye Atse Selassie akihutubia mkutano huo amesema kuwa kuanza kutumika kwa eneo la biashara huria la bara la Afrika kumeifanya Afrika kuwa soko halisi na lenye fursa nyingi kwa sasa. Washiriki wa mkutano huo wameitaka sekta binafsi kuwa kichocheo kikuu cha maendeleo kwa kutumia hatua za msamaha wa kodi na mikataba kurahisisha uwekezaji. Aidha, rais wa chemba ya biashara ya China nchini Afrika, Li Kengyang, amewasihi wajasiriamali kuainisha ukuaji wa biashara zao na mkakati wa Afrika wa kuwa na viwanda vya kisasa, huku wakichangamkia fursa katika uchumi wa kidijitali na nishati ya kijani. Mkutano huo umehitimishwa kwa kuzinduliwa kwa muungano wa ushirikiano wa wajasiriamali wa China na Afrika. The Hague. Majaji wa mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC wamethibitisha mashtaka dhidi ya aliyekuwa rais wa Philippines Rodrigo Duterte. Duterte sasa anatarajiwa kukabiliana na kesi ya uhalifu dhidi ya binadamu kufuatia kile kilichoitwa vita dhidi ya dawa za kulevya vilivyoacha maelfu ya watu wakiwa wameuawa wakati wa utawala wake. Uamuzi huu unamfanya Duterte kuwa kiongozi wa kwanza wa zamani kutoka barani Asia kufikishwa mbele ya mahakama hiyo kwa makosa mazito ya mauaji na majaribio ya mauaji. Hata hivyo, ripoti kutoka mahakamani hapo zinaeleza kuwa kuna uwezekano mdogo kwa Duterte mwenye umri wa miaka 81 kufika kizimbani kutokana na hali yake ya afya. Hatua hii ya ICC inakuja wakati mahakama hiyo ikikabiliwa na shinikizo kubwa na vikwazo kutoka kwa Marekani kufuatia hati za kukamatwa kwa viongozi wa Israel. Na hatimaye Washington. Mvutano mkali wa kijeshi umeibuka leo kati ya Marekani na Iran katika mlango bahari wa Hormuz baada ya Rais Donald Trump kutoa amri kwa jeshi la Marekani kuzishambulia boti ndogo za kijeshi za Iran.
Amri hiyo ya Rais Trump imekuja mara baada ya jeshi la Marekani kutangaza kuikamata meli nyingine ya mafuta inayodaiwa kuwa na mafungamano na serikali ya Tehran, hali inayotishia kusitisha usafirishaji wa mafuta katika mji huo muhimu wa kimataifa. Kwa upande wake, serikali ya Iran imejibu kwa ukali kwa kuapa kuendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz ambao unapitisha takriban 20% ya mafuta na gesi duniani. Hapo jana, Iran ilionyesha uwezo wake wa kijeshi kwa kusambaza video inayoonyesha makomando wake wakiiteka meli moja ya mafuta, huku viongozi wa nchi hiyo wakipuuzilia mbali madai ya kuwepo kwa migawanyiko ndani ya utawala wao. Hadi sasa wachambuzi wa mambo wanasema hakuna ishara ya suluhu ya kudumu kati ya Washington na Tehran, huku hali ya sintofahamu ikiendelea kutanda katika soko la nishati ulimwenguni. Naam, ni Vumilia Kondo akitusomea taarifa ya habari, msikilizaji, na kukaribisha urambaze pamoja nami katika uchambuzi wa ripoti zetu ndani ya Auba Swahili. Na tunaanzia pale jijini Nairobi ambapo Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ametoa changamoto kwa viongozi wa Afrika wakati wa uzinduzi wa mkutano wa Africa We Build Summit. Museveni amesisitiza kuwa rasilimali fedha si tatizo la Afrika, bali bara hili linakwama kutokana na itikadi potofu na migogoro isiyokwisha inayozuia mapinduzi ya viwanda. Vumilia Kondo ametuandalia ripoti kamili ya maono haya ya kiongozi huyo. Mkutano huo wa siku 2 ulioandaliwa na Africa Finance Corporation kwa kushirikiana na serikali ya Kenya umejikita katika kuifanya miundombinu kuwa chachu ya ukuaji wa viwanda barani Afrika. Akihutubia mkutano huo, Rais Museveni amesisitiza kuwa migogoro inayoendelea barani humo inakwamisha maendeleo ya miundombinu. Lakini nafikiri tukijikita kwenye miundombinu pekee hatutafika mbali, kwa sababu kuna vita Democratic Republic of the Congo, kuna vita South Sudan, kuna vita sehemu mbalimbali Somalia. Hivyo utawezaje kuwa na miundombinu wakati watu wanapigana kwa sababu zisizo sahihi? If people are fighting for wrong reasons. Aidha, amesema Afrika bado inakabiliwa na changamoto za masoko yaliyogawanyika, thamani ndogo ya bidhaa na miundombinu dhaifu. Akizungumzia sekta ya mafuta, Museveni amepinga dhana ya kuwa viwanda vya kusafisha mafuta havina faida. Refineries don't make money. Wanasema viwanda vya kusafisha mafuta havina faida. Kama havina faida, wanavijenga kwa nini? Nilipochunguza kiwanda cha kusafisha mafuta nchini Uganda, niligundua kina faida kubwa sana. The refinery in Uganda actually is very, very profitable. Rais huyo pia amesisitiza marufuku ya kusafirisha madini ghafi nje ya Uganda. Nimepiga marufuku usafirishaji wa madini ghafi, madini yote nimeyapiga marufuku. Hatua hiyo imeungwa mkono na Rais wa Kenya William Ruto, aliyesema Museveni alikataa kushinikizwa kufanya maamuzi rahisi kuhusu rasilimali za mafuta. I want to thank President Museveni. Nataka kumshukuru Rais Yoweri Museveni kwa kukataa kuchagua njia rahisi, kwa sababu tukiwapa nafasi atauza mafuta kwa bei ya kutupa, kisha wakatumia fedha hizo kununua manukato. Ruto ameongeza kuwa Kenya itawekeza katika kiwanda cha kusafisha mafuta cha Uganda, akirejea uwekezaji wa awali wa Uganda katika bomba la mafuta la Kenya. Mzee, I want to assure you that kama mlivyowekeza kwenye bomba la mafuta la Kenya, Kenya pia itawekeza kwenye kiwanda chenu cha kusafisha mafuta na katika mustakabali wa rasilimali zetu kwa pamoja. Katika mjadala huo, mfanyabiashara wa Nigeria Aliko Dangote ameahidi kusaidia ujenzi wa kiwanda kama hicho Afrika Mashariki. Ahadi yangu ya leo ni kwamba tukikubaliana na serikali 3 au 4 hapo kuhusu kiwanda hicho, tutachukua uongozi na kuhakikisha kinajengwa ndani ya miaka 4 au 5 ijayo. Ripoti mpya ya miundombinu inaonyesha Afrika ina zaidi ya dola trilioni 2 za mtaji wa ndani, lakini fedha nyingi bado zimeelekezwa kwenye uwekezaji wa muda mfupi. Vumilia Kondo, Auba Swahili.
Kutoka kwenye maono ya maendeleo, sasa tuitazame hali tete nchini Afrika Kusini. Kwa siku ya 4 mfululizo, shughuli za kibiashara katika jiji la Durban zimesimama kufuatia mvutano mkubwa kati ya wenyeji na raia wa kigeni. Makundi ya wenyeji yanashinikiza wageni wasio na nyaraka kuondoka, hali inayozua hofu na madhara kiuchumi. Kutoka Pretoria, Bryson Bichwa ana undani wa tukio hili. Haya ni miongoni mwa maandamano kadhaa yaliyofanyika hivi karibuni, ambapo makundi mbalimbali yamekuwa yakionyesha malalamiko yao kuhusu masuala ya biashara na uhamiaji. Tangu kuanza kwa kampeni hiyo, mitaa ambayo kwa kawaida huwa na shughuli nyingi katika jiji la Durban imekuwa tulivu na isiyo ya watu. Hata hivyo, baadhi ya wageni wanasema wanatengwa na kulengwa kinyume na sheria, kama anavyofafanua Abi Abdalla, mhamiaji na mfanyabiashara kutoka Ethiopia. Kama kuna baadhi yetu ambao hawana nyaraka halali, basi serikali ifanye kazi yake. Iwapo atafukuzwa au la, hilo ni jukumu la serikali. Lakini kwa wale walio na nyaraka halali nchini, tunahitaji wapewe amani wanayostahili. Wakati huo huo, wauzaji wa mitaani ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa hali hii. Tapsile Sabela amekuwa akiuza nguo katika eneo moja la jiji la Durban kwa miaka 22. Kunapaswa kuwepo njia ya kushughulikia uwepo wa uraia wa kigeni, kwa sababu wanazuia sisi kujipatia kipato. Wanauza bidhaa zile zile tunazouza, lakini kwa bei ya chini. Hata hivyo, kinachoendelea sasa kinatuathiri sisi pia, na kunahitajika njia bora zaidi. Polisi pia wamekumbwa na ukosoaji mkubwa kuhusu namna wanavyoshughulikia waandamanaji. Hata hivyo, kufuatia uamuzi wa mahakama ya kikatiba ya mwaka 2018, waandaaji wa maandamano hawahitaji tena vibali kutoka kwa polisi. Hali hiyo imeleta changamoto kwa vyombo vya ulinzi na usalama, kwani maandamano yanaweza kufanyika bila taarifa rasmi. It's a challenge and a serious challenge. Ni changamoto kubwa kwa sababu maandamano yasiyopangwa hulazimisha polisi kuchelewa kuchukua hatua, kwani mara nyingi wanajua baada ya watu kukusanyika. Pale ambapo hakuna taarifa za kiintelijensia, polisi hushitukizwa na watu wanaoandamana. Huku hali ya taharuki ikiendelea jijini Durban, polisi wameimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali ili kuzuia vurugu zaidi. Bryson Bichwa, Auba, Pretoria. Naam, shukrani Bryson Bichwa kwa taarifa hiyo, na moja kwa moja tuangazie ripoti nyingine, tukiangazia hasa katika ulimwengu wa michezo na maendeleo. Nchi ya Tanzania, Uganda na Kenya ziko katika mchakato wa kuandaa mashindano ya AFCON 2027. Hata hivyo, mjadala wa miundombinu, hasa ubora wa barabara zinazounganisha viwanja, umepamba moto, huku ukaguzi wa CAF ukikaribia. Evidence Efata anatuchambulia hali ilivyo kutoka kaskazini mwa Tanzania. Katika kuhakikisha Tanzania inatimiza vigezo vya wenyeji, mkoa wa Arusha uliopo kaskazini mwa nchi ni miongoni mwa maeneo muhimu yatakayokuwa wenyeji wa mashindano hayo. Kwa sasa maboresho makubwa yanafanyika, hususan ujenzi na ukarabati wa barabara zinazoelekea kwenye uwanja mpya na wa kisasa wa mpira wa miguu unaojengwa na serikali katika jiji la Arusha. Maeneo yanayoguswa na maboresho hayo ni pamoja na barabara za Mbauda Morombo na Mbauda Kisongo, ambazo ni viungo muhimu kuelekea katika dimba hilo. Siku chache zilizopita, Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba alitembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa uwanja huo pamoja na miundombinu ya barabara zinazozunguka eneo hilo. Nimeona pale injinia umesema upande wa barabara mmesaini mikataba ambayo inaenda mpaka Mei. Tuongeze jitihada, kiwezekana tusifike huko, tumalize kabla ya huo muda. Kwa sababu kama mashindano ni mwezi wa 6, mwezi wa 7, maana yake kaguzi zitakuja mapema zaidi ya hapo. Tusiweke dosari ambazo hazihusiani na maandalizi ya uwanja na pengine tukatengeneza sababu ya watu kusema hapa bado hawajamaliza vizuri. Hapana. Mapema juma hili, mtendaji mkuu wa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA, mhandisi Victor Seif, naye amefanya ziara ya kukagua maeneo ya barabara zinazoingia katika uwanja huo wa AFCON jijini Arusha ili kuhakikisha zinakamilika kwa wakati na ubora unaotakiwa. Kwa barabara zote ambazo zina jumla kilomita 21.4, kazi imeshaanza
kwa sehemu ya barabara ya Esuri, jumla ni kilomita 21.4, na barabara ya Mateves yenyewe kilomita 5.5 itajengwa njia mbili, na ile kilomita 1 itajengwa njia 4, na barabara zote za Lendita na Esuri zitajengwa njia 4. Wakati hayo yakijiri, naibu waziri wa utamaduni, sanaa na michezo nchini Tanzania Bwana Hamisi Mwinjuma maarufu kwa jina la Mwana FA amekata mzizi wa fitina kuhusu tetesi zinazosambaa mitandaoni, ambapo Mheshimiwa Mwinjuma amesisitiza kuwa suala la kuhamishwa kwa mashindano ya AFCON 2027 kutoka Afrika Mashariki kwenda kanda nyingine halipo na halina ukweli wowote. Mambo mengi ambayo tumeyajadili hapa na CAF wametuambia mambo ambayo wanataka tuyafanye. Hatujamaliza ujenzi wa miundombinu, wametuambia siku ambayo watakuja kufanya ukaguzi tena mkubwa, lakini hilo la kuhamishwa kwa mashindano halikuwa sehemu ya ajenda za kikao hiki na tumekimaliza salama. Kwa hiyo hata mimi unavyoniuliza unanipa breaking news, sijui imetoka wapi. Na naamini hata sehemu unaoniambia inataka kupelekwa South Africa, sidhani kama President Mosepe anaweza kukubali hiyo, kwa sababu hii ya kuleta finali za AFCON na Afrika Mashariki ni legacy project kwake, hata kuwa tayari kuiharibu kwa kuipeleka South Africa. Ila habari ambayo mimi nakupa ndio hii, hizo ni rumors tu na hakuna kitu cha namna hiyo. Kauli hiyo ya naibu waziri inakuja kufuatia kuwepo kwa taarifa zisizo rasmi kwenye mitandao ya kijamii zinazodai kuwa CAF huenda ikabadili msimamo wake wa kuandaa mashindano hayo katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Kutoka kaskazini mwa Tanzania, mimi ni Evidence Efata, idhaa ya Kiswahili ya Auba Radio. Kwenye nyanja ya kidiplomasia, Zimbabwe na Botswana zimevunja kuta za mipaka. Marais Emmerson Mnangagwa na Duma Boko wametia saini makubaliano yatakayoruhusu raia wa nchi hizo kusafiri kwa kutumia vitambulisho pekee. Hatua hii inatajwa kuwa mfano bora wa utengamano wa kibiashara kusini mwa Afrika. Mwanahabari wetu Hawa Kimwaga ana maelezo zaidi. Na tunahitimisha ripoti zetu kwa simanzi kutoka visiwani Zanzibar. Eneo la kihistoria la Mji Mkongwe limeingia katika kiza baada ya nyumba ya zamani kuporomoka na kumwangukia mama wa miaka 60 na wajukuu zake watatu. Mkasa huu umeibua hofu kubwa juu ya usalama wa majengo ya urithi wa dunia nchini humo. Amrat Haji amefuatilia kwa kina tukio hilo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Ilikuwa ni majira ya usiku katika mitaa ya Mji Mkongwe ambapo ukimya ulivunjwa hafla na kishindo kikubwa kufuatia kuporomoka kwa sehemu ya nyumba hiyo ya zamani na kuwafunika wakazi waliokuwemo ndani. Mama aliyeathirika amesema wakati wa tukio hilo linatokea alikuwa ndani ya nyumba hiyo akiwa na wajukuu zake watatu, ambapo kabla ya kuporomoka alisikia mlio wa hafla aliyodhani kuwa ni vurugu za panya. Ndipo muda mfupi baadaye nyumba hiyo ikaanguka. Hata sijui nini kimetokea. Nilikuwa nimemaliza kuswali nikalala, nimekaa juu ya godoro, nasikia kitu kama kina panya anakorokocha sehemu. Nikamwita mjukuu wangu mmoja, nikamwambia njoo usikilize kuna nini huko. Akanambia kweli kuna panya. Sijamaliza kuongea nasikia jumba limeporomoka na mimi madongo yameniangukia kwenye uso. Alafu sijajua nini kinaendelea. Mimi nimeenda mpaka chini. Baadaye hapo nikachukuliwa na Samaria Wema nikapelekwa hospitali. Mimi nimo toka mwaka nilokaa mpaka leo sijaona kukaguliwa. Baadhi ya majirani wanasema tukio hilo limezua hofu kubwa miongoni mwao, wakieleza kuwa wanaishi katika mazingira hatarishi kutokana na uchakavu wa majengo mengi ya Mji Mkongwe. Wameongeza kuwa licha ya hatari hiyo, wengi wao hawana sehemu mbadala za kuishi, hali inawalazimu kuendelea kubaki katika nyumba hizo. Ninavyozungumza mpaka sasa hata kula hawezi, ni shida, kwa sababu kapata athari za usoni, kapasuka kichwani, badala ile kuanguka aliangukiwa na mwana. Kutoka serikali atusaidie tu, manake hatukai kwa hiari, tunakaa kwa umaskini, hatuna pa kwenda. Mkuu wa mkoa Mjini Magharibi Mohamed Ali Abdallah amesema chanzo cha tukio hilo ni kifusi kilichokuwa kimekusanyika nje ya nyumba hiyo kwa muda mrefu, na kuwataka wakazi kuondoa vifusi vinavyozunguka majengo yao ili kuepusha madhara. Kwa ukweli kabisa amepata masikitiko makubwa.
ajue yeye kwamba anaweza kuhatarisha amani ya watu wengine. Kama yeye atakuwa hawezi kuitoa fursa kufanya utaratibu wengine ili kuokoa maisha ya watu na mali zao. Mamlaka ya Mji Mkongwe imewataka wananchi wanaoishi katika majengo machakavu kuondoka kwa muda ili kupisha ukarabati wa nyumba hizo, hatua inayolenga kulinda usalama wa maisha ya wakazi na uhifadhi wa hadhi ya eneo hilo la kihistoria. Amrat Haji, Idhaa ya Kiswahili AUBA kutoka Zanzibar. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorin-George. Joel Sorin-George up on the run to the left-hand side of play. Back to Alan Okello. He's looking for Jude Samugabi in space. Jude Samugabi looking for the one chance. And yes! It's a goal! Ni wasaa kuelekea viwanjani kupata yale yaliyoandaliwa na mzee wa kazi Evidence Efata. Naam, bila shaka hujambo msikilizaji wetu popote pale ulipo. Karibu sana katika wasaa mwingine tuweze kufahamu yale ambayo yamejiri kwenye taarifa mbalimbali za michezo. Mimi ni Evidence Efata na tuanzie pale nchini Senegal ambapo shirikisho la mpira wa miguu la Senegal nakabiliwa na mgogoro wa ndani kuhusu mgawanyo wa bonus za AFCON 2025 zilizofanyika pale nchini Morocco. Kundi la wanachama 16 na mshutumu rais wa shirikisho Abdoulaye Fall kwa kusimamia malipo ya bonasi kwa njia isiyo wazi bila idhini ya pamoja. Wajumbe hao wanadai pia kwa baadhi ya watu walipokea bonasi licha ya kutokuwa sehemu ya watu rasmi waliopaswa kupewa bonasi hizo. Sasa mgogoro huo umeongezeka kutokana na kutokukubaliana kuhusu idadi ya orodha tofauti za malipo ndani ya shirikisho la soka pale nchini Senegal. Sasa tukielekea mashariki mwa Afrika, tuelekea pale nchini Tanzania tukiweza kutazama taarifa za michezo ambapo serikali ya Tanzania imeeleza kuwa uwanja unaojengwa mkoani Arusha kwa sasa umefikia 78% katika ujenzi wake ambao unaendelea huko nchini Tanzania. Lakini pia pale Fumba visiwani Zanzibar na kuna uwanja ambao unajengwa kwa ajili ya mashindano ya AFCON 2027 na serikali imeeleza kuwa uwanja huo pia umeweza kufikia 60% za ukarabati na ujenzi wake. Lakini katika dimba la Benjamin Mkapa kinachofanyika hivi sasa ni kubadilisha tu pitch kwa maana ya nyasi zile za kuchezea ili kuweza kutumika viwanja hivyo kwa ajili ya AFCON 2027. Sasa naibu waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo nchini Tanzania amebainisha hayo akiwa mjini Kampala nchini Uganda wakati akizungumza muda mfupi tu mara baada ya mkutano ambao aliweza kuhudhuria, mkutano ambao uliongozwa na katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Afrika. Maandalizi yanaenda vizuri kwa sababu tulikuwa tunatakiwa kukamilisha miundombinu, na kama utakuwa unafuatilia utakuwa umeona jinsi ambavyo tunakwenda vizuri. Uwanja wa Arusha umefika 78%, 60% kule Fumba, lakini Dar es Salaam tunabadilisha pitch sasa hivi na kujenga zile sky boxes, lakini otherwise kila kitu kiko sawa. Vinginevyo ni barabara labda zinazozunguka na kuelekea kwenye miundombinu hii, mahoteli tuko tayari na kila kitu kingine. Na tumefanya mambo mengi ikiwemo kukutana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha jamii ya Watanzania inahusika, inapata uhusika wa moja kwa moja kwenye mashindano haya ya AFCON na inapata tija ambayo serikali imeingia ili kuyaleta mashindano haya yawafaidishe sekta binafsi na watu binafsi kama ambavyo ilipangwa. Swadakta, tukisalia kuhusiana na mashindano ya AFCON 2027, taarifa nyingine ni kwamba katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Afrika Bwana Samson Adam naye ameweza kueleza matumaini yake, lakini pia kubwa zaidi akiweza kuweka wazi kuhusiana na AFCON 2027, akisifu pia kile ambacho kinaendelea kufanyika ndani ya mataifa husika kwa maana ya Tanzania, Kenya na Uganda katika maandalizi yao. As you know, hosting an AFCON is a journey. It's not a one-day event. What I can tell you now is that there's strong commitment from the government, really strong commitment as well from CAF to make sure that we succeed and we will succeed. Kama mnavyofahamu, kuandaa AFCON sio kitu cha siku moja, lakini kuna mafanikio makubwa katika serikali za mataifa, waandalizi pamoja na CAF ili michuano hiyo kufanikiwa, na kweli tutafanikiwa. Pia napenda kuwafahamisha kuwa timu yetu ya operesheni inaendelea vyema kukidhi mahitaji na kumaliza kwa wakati, ndio kitu muhimu kwa sasa. CAF ilifanya ukaguzi wa miundombinu mwezi Februari mwaka huu
na kutoa ripoti, na kufikia sasa wanaendelea vyema. There were reports that were shared from inspection, and now also that we have seen the level of progress, because the host had to that we are advancing in the right direction. Naam, hiyo ni taarifa kuhusiana na mashindano ya AFCON yatakayofanyika 2027 yakiendelea kwa pamoja na nchi tatu kwa maana ya Tanzania, Kenya pamoja na Uganda ambao watakuwa wenyeji wa mashindano hayo. Na tukitazama taarifa nyingine za michezo ni kutokea kule barani Ulaya ambapo kuna ligi mbalimbali ambazo zitaendelea weekend hii pamoja na usiku wa leo. Pale nchini Spain kwa maana ya La Liga kuna mchezo ambao utapigwa, Real Betis wakiwaalika Real Madrid, vigogo wa ligi kuu kule nchini Spain. Lakini pia pale nchini Uingereza Sunderland watawakaribisha Nottingham Forest katika ligi kuu kule nchini Uingereza. Tukiangazia kwa maana ya michezo ambayo itapigwa kesho La Liga, pale kuna michezo ambayo itaweza kuendelea. Atletico Madrid wenye watacheza dhidi ya Athletic Club, lakini Getafe dhidi ya FC Barcelona, na Deportivo Alaves watashuka dimbani dhidi ya Mallorca. Pale nchini Uingereza Arsenal washika mitutu wa jila London baada ya City kushinda juzi na kuweza kukaa kileleni. Sasa kesho Arsenal watajiuliza mbele ya klabu ya soka Newcastle United, wakati Liverpool majogoo wa Anfield watawakaribisha Crystal Palace. Wagonga nyundo wa jila London West Ham United watawakaribisha Everton katika mchezo ambao utapigwa majira ya mchana kwa siku ya kesho. Tukihitimisha taarifa zetu za michezo, msikilizaji wetu, tuhitimishe pale nchini Italia. Serie A itaendelea pia kesho ambapo Parma watacheza dhidi ya Pisa, wakati Bologna dhidi ya AC Roma na Hellas Verona ukombozi wa ng'ambo watacheza dhidi ya Lecce katika ligi kuu kule nchini Italia. Ni hayo tu kwa leo katika kufahamu yale ambayo yamejiri kwenye taarifa za michezo kupitia Auba Swahili. Mimi ni Evidence Fata, endelea kutusikiliza, endelea kusubscribe pia channel yetu. Shukrani Evidence Fata kwa ripoti za kimichezo. Na kwa ripoti hiyo ya kimichezo, msikilizaji, natia nukta katika matangazo yetu ya leo yaliyotufikia mubashara kupitia mitandao ya kijamii pale Instagram, Facebook na kule YouTube kwa jina la Auba Swahili. Kwa niaba ya timu nzima ya Auba Swahili, mimi ni Nesta Masangula. Kwaheri.